Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka mzuri sana kwa msanii wa muziki wa Bongo Flava Pipi Jojo mara tu aliposaidiwa na Chief Godlove kwenye maisha magumu ambayo alikuwa akiyapitia, na mara kadhaa alikuwa akishare story yake ya maisha yake, namna ambavyo aliweza kustruggle mpaka kufika ama kukutana na Chief Godlove, na kipaji chake kilimfanya ama kiliweza kumshawishi zaidi Chief Godlove aweze kumsajili ama aweze kumsign kwenye record label yake ya Chief Loot Music, record label ambayo ilikuwa ndio imeanza na msanii wa kwanza ambaye alikuwa ni Pipi Jojo. Na kiukweli mwaka jana tuliona kazi kadhaa ambazo alizitoa msanii huyo, na kiukweli kazi zilifanya vizuri sana, na lakini pia Chief Godlove aliweza kumsimamia msanii huyo akatoa mpaka EP yake ambayo ilikuwa na hit song nyingi sana. Na nakumbuka kuna moja track ambayo amemshirikisha mwanamuziki Country Boy, ni bonge moja la track ambayo kwenye hiyo track pia kuna Chidi Benz. Lakini pia moja track ambayo ilifanya vizuri sana ni wimbo wa Chakacha, wimbo ambao kiukweli ulifanya vizuri kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki, lakini pia tuliona hata video yake uwekezaji ulikuwa mkubwa sana. Na Chief Godlove mara kadhaa mimi nilikuwa nampa maua yake kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na invest sana kwa msanii wake, na alikuwa anafanya kila kitu ambacho msanii anatakiwa kufanya na kufanyiwa na uongozi wake ama record label yake. Kwa hilo Chief Godlove aliweza kuwini kwa namna moja ama nyingine. Sasa lakini kwa mwaka huu 2026 naweza nikasema unaweza kuwa ni mwaka mbaya kwa msanii huyu ama mwaka mzuri pia, you never know. Naweza nikasema mbaya kwa sababu record label ya Chief Loot Music ambayo iko chini ya Chief Godlove imeweka barua ya wazi kuwa kwa sasa haiko inamsimamia ama haimsimamii tena msanii huyo kwa sababu mkataba wake umeshakwisha. Naweza nikasema ni habari njema pia kama msanii mwenyewe Pipi Jojo alikuwa anataka kutokuendelea na mkataba huo, kwa sababu hatujui story behind. Chief Godlove na uongozi wake wameweka barua ya wazi kuwa mkataba wameacha kufanya kazi na Pipi Jojo, hawajaweka sababu, ila mkataba umekwisha. Lakini pia kwenye mkataba kuisha kuna mawili, either msanii mwenyewe Pipi Jojo alikuwa anataka mkataba usiongezwe ama uongezwe. Kama alikuwa anataka uongezwe alafu record label ikasema hapana tuongeze, hiyo ilikuwa ni mbaya kwa msanii. Lakini pia kama msanii alikuwa anataka mkataba usiongezwe uishe tu akafanya mishi zake nyingine, hiyo itakuwa ni habari njema kwake. Lakini kwa haraka kwa msanii Pipi Jojo mpaka pale ambapo amefika, sidhani kama amekuwa na kusema anaweza kwenda kujitegemea, kwa sababu ni bado msanii mdogo sana ambaye alikuwa anahitaji sana nguvu kubwa ya watu. Na kama ambavyo unafahamu kwenye hizo record labels pale ambapo unasaini unaweza, kama yeye ndo amevunja mkataba au kama mkataba uliisha ama kwenye mkataba wao waliandika ama walikubaliana kuhusiana na kuachiana digital platform, kama ambavyo unafahamu kuna YouTube, Instagram na nyinginezo hizo ambazo walikuwa wanapakia hizo nyimbo. Kuna mawili, record label inaweza kamiliki hivyo vitu msanii akaondoka mtupu, inategemea na mkataba ambavyo wali sign ama kwenye kukubaliana kwao kwamba tukiacha kufanya kazi, mkataba ukiisha, hizi digital platform zote Instagram sijui nini zote zitakuwa za kwako. Kwa hilo kwa sasa hatuna uhakika nalo, kwa sababu hata uongozi bado hatujazungumza nao. Nimejaribu kumpigia Chief Godlove, inaonyesha hayuko hewani. Sasa kufuatia barua ambayo Chief Godlove aliandika ama ambayo imepostiwa kwenye kurasa wake wa Instagram na kwenye kurasa wa record label hiyo, taarifa inasema hivi: taarifa kwa umma. Uongozi wa Chief Loot Music kupitia mkurugenzi wake Chief Godlove bilionea unapenda kujulisha umma na wadau wa sanaa kuwa kuanzia leo tarehe 24 Februari 2026 rasmi umemaliza makubaliano ya kumsimamia msanii Pipi Jojo. Hivyo basi kuanzia tarehe hiyo msanii huyu ni msanii huru na hayupo tena chini ya usimamizi wa lebo hii. Uongozi unatoa shukrani kwa ushirikiano uliokuwepo na tunaomba wadau wa mashabiki kuendelea kusapoti katika hatua zake. Tunaomba wadau waendelee kumsapoti katika hatua zake zinazofuata. Inatolewa na uongozi Chief Loot Music Februari 24 hadi leo.
Hicho ni kitu ambacho kimeandikwa, lakini pia story behind, unajua hapa katikati Chief Jojo alikuwa haonekani na wengi wakawa wanasema stories zilikuwa nyingi sana kwa sababu kuna Mwijaku na watu wengine wanasema kuwa Chief Godlove amempa ujauzito msanii huyo. Hizi ni habari ambazo zilikuwa zikisemekana, bado hazijawekwa wazi kwa sababu hata Pipi Jojo mwenyewe hajatoka hadharani kusema, lakini pia hata Chief naye hajaweka wazi. Na stories zilikuwa zinasema kwamba Pipi Jojo amepewa ujauzito na Chief Godlove. Kwa hiyo kuna mengi sana behind. Mimi ninachokuahidi hapa ni kwamba tutatafuta Chief Godlove ambaye kwa sasa yuko nchini Kenya, tutazungumza naye hata kwa simu, lakini pia tutajaribu kutafuta mawasiliano na Pipi Jojo kuweza kuzungumza naye na kufahamu ukweli wa mambo ambayo mengi nadhani hatuyajui. Kwa kweli kama mimi nina maswali mengi sana ya kuuliza, naamini hata wewe ambao unatazama sasa hivi na maswali mengi sana kumuuliza Pipi Jojo, lakini pia hata Chief Godlove. Kwa hivyo ningependa uniandikie hapo chini ni maswali gani unatamani umuulize Chief Godlove, lakini pia ni maswali gani ungependa umuulize Pipi Jojo kama ungepata nafasi ya kukutana naye. Bana, hii ni PMTV2. Ni kukumbusha kusubscribe hapo chini, lakini pia uwe kwanza kupata habari zetu zote ambazo tutawasogezea karibu. Mpaka baadaye. Bye bye.